Kisa cha mume kumuua mkewe kisha mwili wake kuchoma moto, sehemu ya pili na ya mwisho. Naam, msikilizaji, karibu katika kipindi cha simulizi. Na leo tutamalizia kisa cha mfanyabiashara aliyefahamika kwa jina la Hamisi Luonga mwenye umri wa miaka 38 kumuua mkewe aliyefahamika kwa jina la Naomi Marejani kisha mwili wake kuchoma moto kwa magunia mawili ya mkaa. Anayekusimulia kisa hiki ni mimi, Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale katika ungamo la Hamisi katika nakala ya ushahidi aliokiri mnamo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2019. Tuliishia pale ambapo siku ya tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2019 ambapo Hamisi anasema siku hiyo ndio nilienda kutoa taarifa kituo cha polisi, pia kwa ndugu zake Naomi. Nakumbuka kabla sijaenda kituo cha polisi, nilienda kwanza nyumbani kwa babake mdogo wa Naomi, maeneo ya Mabibo. Nilipeleka taarifa iliyoambatana na ujumbe SMS nilizodai zimetoka kwa Naomi, zilizoonyesha kwamba Naomi amechoshwa na migogoro ambayo ilikuwa ikiendelea katika ndoa yetu, hivyo akaamua kutoweka kwenda nje ya nchi, na akinisisitiza kwamba sitomuona tena, wakati nikijua fika kwamba Naomi tayari ameshafariki na tayari mwili wake nimeuchoma moto. Naam, tuendelee na ungamo la Hamisi katika nakala ya ushahidi aliokiri tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2019 kwamba alimuua mkewe Naomi. Mnamo tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2019, Hamisi aliripoti kupotelewa kwa mke wake katika kituo cha polisi cha Mji Mwema, na baadaye akaelekea kituo cha polisi cha Kigamboni kutoa taarifa hiyo, isipokuwa ndugu wa marehemu walienda kutoa taarifa hiyo Temeke. Hivyo polisi walinipa arabii wao kuendelea na uchunguzi, huku polisi hao wakinitaka kuendelea kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi kwa chochote ambacho kitakuwa kinaendelea. Kwa muda wote huo sikuongea ukweli huu hadi ilipofika tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2019 nikiwa kituo cha polisi Central, ndio niliamua kutoa ukweli huu juu ya kifo cha Naomi. Tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2019 nipo tayari kushirikiana na jeshi la polisi kuwapeleka nyumbani kuwaonyesha sehemu ambayo niliuchoma mwili wa marehemu, lakini pia kuwapeleka katika shamba ambalo nilipeleka majivu ya Naomi ambaye nilimuua kutokana na ugomvi huo ambao hata wazazi walikuwa wanafahamu migogoro yetu kwenye mapenzi. Mwisho wa kunukuu. Naam, msikilizaji, hilo ndilo ungamo ambalo Hamisi alikiri katika nakala ya ushahidi. Alikiri tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2019. Lakini nilikwambia kwamba akiwa mahabusu, Hamisi alibahatika kuzungumza na mahabusu mwenzie. Alimueleza kisa na mkasa, ni kipi ambacho kilimpelekea yeye kufanya vile, ni zipi sababu ambazo zilipelekea kusababisha kifo cha mke wake aliyefahamika kwa jina la Naomi Marejani. Na msikilizaji, baada ya kusikiliza nukuu kutoka kwa Hamisi aliokiri katika nakala ushahidi mnamo tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2019, alikiri kumuua mke wake Naomi kisha mwili wake kuchoma moto. Lakini baada ya hapo alibahatika kuzungumza na mahabusu mwenzie. Basi tupate kisa kutoka kwa mahabusu mwenzie, ni kipi ambacho kilimsibu Hamisi mpaka kufikia hapo. Lakini mahabusu huyo alisema kwamba Hamisi alimsimulia mwanzo mwisho wa tukio lake, kabla ya tukio hadi mwisho wa tukio, na namna ambavyo alikamatika katika mikono ya polisi. Mahabusu huyo ambaye Hamisi alibahatika kumsimulia, ambaye walikuwa pamoja katika gereza la Segerea huko jijini Dar es Salaam, na mahabusu huyo ambaye alibahatika kusimuliwa mkasa huu ni meya mstaafu wa Ubungo ambaye ni Boniface Jacobo. Stori hii imepostiwa katika akaunti ya mtandao wa kijamii wa Twitter au X kwa sasa, wakada wa chama cha kidemokrasia na maendeleo Chadema Ntobi. Boniface anatupitisha kwenye kisa hiki cha kweli ambacho Hamisi alimhadithia namna ambavyo alimuua mke wake Naomi. Nitanukuu kile ambacho amekiandika Boniface Jacobo. Ameandika kile ambacho alisimuliwa akiwa pale gereza la Segerea pamoja na Hamisi. Boniface Jacobo anasema, nimeishi naye selo moja Segerea. Kwa mazungumzo yake hajaonewa wala kusingiziwa.
ila jambo lake lina mafundisho mengi sana na kuhusu mahusiano na ndoa. Somo la kwanza, Hamisi walipendana sana na Naomi. Hamisi ni Muislamu na ni Mmakonde wa Mtwara, lakini alibadili dini na kuwa Mkristo. Hamisi alikuwa na mgogoro na mke wake. Swala lilikuwa ni kurudi nyumbani. Mwanaume ndiye aliyekuwa anachelewa kurudi nyumbani. Muda mwingine anarudi saa 9, saa 10 au alfajiri ya saa 11 ndio anaingia nyumbani akiwa amelewa chakari. Mwanamke akapambana, akashindwa kumbadili Hamisi hiyo tabia. Mwanamke naye akaanza kukesha usiku nje kama Hamisi, naye anarudi muda wowote. Siku ya tukio ni Hamisi alikuwa ndani na mwanamke alikuwa amechelewa kurudi nyumbani saa 10 za usiku. Hamisi wakati anafungua mlango alimhoji mke wake kuwa ametoka wapi usiku ule au ametoka kufanya umalaya. Mwanamke alimjibu mumewe kuwa kama Hamisi anaweza na yeye atoke akatafute mabwana pia. Wakati wote huo walikuwa kibarazani, hawajaingia ndani bado. Hamisi alirusha kibao ambacho hakikumpata mke wake ambaye ni marehemu Naomi, ila mwanamke katika kukwepa akarudi nyuma na kudondoka katika ngazi, akapasuka kichwani na damu zikamwagika sana, hasa mtu akiwa amelewa, huku Hamisi akishindwa kumpa msaada mpaka anakata roho. Hapo sasa Hamisi akaanza kufanya kazi ya shetani kujiokoa na kesi. Ukumbuke kuwa hii bado ni nukuu kutoka kwa meya mstaafu Boniface Jacobo, ambaye alihadithiwa kisa hiki ni baada ya yeye kukaa selo moja na Hamisi ambaye tayari amehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Hamisi aliendelea kumsimulia Boniface. Hamisi akiwa Segerea ameandika kitabu kuhusu tukio lake la mauaji ya mke wake na anatamani kila mwanaume akisome hicho kitabu. Hamisi baada ya mke wake kukata roho pale kwenye ngazi majira ya saa 10 usiku ndio akaanza kujuta na kujiona akiandamwa na kesi ya mauaji. Sasa akawa anataka kujinasua na kesi. Cha kwanza Hamisi aliwaza kuchimba shimo kumfukia, akagundua itakuja kujulikana, hivyo akapata wazo la kumteketeza kwa moto ili kukwepa ushahidi. Kwa maelezo yake Hamisi anasema chini alipanga pochi za mke wake ili akiwa anaungua isisikike harufu ya nyama bali ni plastiki, na juu akapanga viatu vya mke wake pamoja na nguo chache, kisha akamzungushia mkaa. Nyumbani kwa Hamisi kuna fensi na eneo kubwa kiasi cha majirani kushindwa kugundua chanzo cha moto, ila waliona moshi na harufu ya plastiki. Bodaboda alituma gunia za mkaa kama 4, zote alikuwa anashushia nje ya geti, kisha Hamisi anaziingiza mwenyewe ndani. Hamisi alifanikiwa kumteketeza mke wake kwa moto, na kwa simulizi yake Hamisi anasema kwamba sehemu za mwisho kuungua mke wake zilizomsumbua ni matiti na sehemu za siri. Akaongeza sana mkaa hadi kufanikiwa kumalizana nazo. Katika kuondoa ushahidi sasa, Hamisi akakusanya majivu na udongo mweusi ulioungua na moto pale alipomchoma mke wake, kisha akapaki katika viroba, kisha akasafirisha mabaki ya majivu na udongo, akaenda akatupa shambani kwake Kibiti katika mto. Majivu na udongo vikaondoka na maji na yeye akabaki akarudi nyumbani. Baada ya usafi akaenda polisi Kigamboni kuripoti kwamba mke wake amepotea na kwamba hajarudi tangu jana alipotoka kwenda matembezini. Jeshi la polisi na Hamisi wakaanza kushirikiana kumtafuta Naomi. Hamisi akatangaza dau la shilingi milioni 5 kwa mtu yeyote atakayemuona mke wake. Hamisi akabandika picha za mke wake Kigamboni yote na posta upande wa feri kama Naomi vile anagombea, kumbe anatafutwa. Bado anaendelea kunukuu kile ambacho Jacobo alikiandika katika mtandao wa kijamii, jinsi alivyosimuliwa mkasa huu na Hamisi mwenyewe, namna alivyomuua mkewe Naomi. Hamisi aliendelea kusema, pamoja na Hamisi kufanikiwa kwa wiki kadhaa kuwadaa ulimwengu kuwa mke wake ametoroka nyumbani kwake Kigamboni na dunia ikishuhudia Hamisi akionyesha jitihada zote kama mume na baba wa mtoto wa Naomi kumtafuta na kujua alipo Naomi, kwanza kwa kutangaza dau nono, pili kwa kuchapisha na kubandika picha za Naomi Kigamboni nzima na posta, kwa kwenda kwa waganga kumtafuta Naomi kwa kushirikiana na ndugu wa Naomi. Ndipo mtu mmoja kachero wa polisi ambaye yeye alimtilia shaka Hamisi na kuhoji kila hatua ya Hamisi anayoikanyaga. Machoni kwa kachero wa polisi Kigamboni kulikuwa na mashaka kuhusu Hamisi, ambapo polisi wengine, majirani na ndugu hawakuona hayo mashaka kwa Hamisi. Kachero yule polisi wa pale Kigamboni aliyepewa jarada la Hamisi alienda mbali kwenda kuchunguza namba ya simu ya mkononi ya Naomi
namba ya Naomi ilionyesha mara ya mwisho ilizimwa posta upande wa pili wa Kigamboni, lakini ilizimwa siku moja baada ya Naomi kutoweka, kama anavyosema mume wake Hamisi. Kachero akawa anahoji, mbona siku ambayo Hamisi anasema mke wake aliondoka na hakurudi nyumbani, namba inaonyesha Naomi alikuwa nyumbani usiku wa saa 10, kisha simu yake Naomi ikazimwa, ikaja kuwaka kesho yake upande wa posta. Swali la Kachero likawa, kama Hamisi anasema alikuwa nyumbani usiku huo, kwa nini asijue mke wake alikuwa hapo usiku huo? Ila Kachero akakosa mtu wa kumsaidia hayo maswali. Akampata polisi mwenzie ambaye alisema huyu akila rungu vizuri atasema. Hamisi akakamatwa, akaenda katika kitengo cha rungu. Kwa muonekano wa Hamisi ni mtu wa mazoezi, mwenye kifua kipana, mikono mikakamavu, misuli mingi na mfupi aliyejishindilia kidogo. Hamisi anasema alikula rungu ambazo anaamini hakuna binadamu mwingine alishawahi kupigwa rungu kama yeye, lakini alivumilia mpaka mwisho, akagoma kusema Naomi yupo wapi. Ndugu wa Naomi wakamtetea Hamisi aachiwe, wahangaike naye kumtafuta Naomi. Hii ni sehemu ya simulizi iliyoandikwa na meya mstaafu wa Ubungo Boniface Jacob, iliyopostiwa katika ukurasa wa mtandao wa kijamii wa kada wa Chama cha Kidemokrasia na Maendeleo Chadema Ntobi katika ukurasa wake wa Twitter, akielezea namna Hamisi alivyomuua mke wake Naomi kisha kumchoma moto. Na hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa. Lakini jeshi la polisi baada ya kumbana vizuri, Hamisi alikiri yeye mwenyewe kumuua mkewe Naomi. Na tarehe 26 mwezi wa pili mwaka huu 2025, Mahakama Kuu ya Kanda ya Dar es Salaam ilimhukumu kunyongwa hadi kufa mfanyabiashara Hamisi Luonga mwenye umri wa miaka 38 baada ya kupatikana na hatia ya kumuua mkewe Naomi Marijani kisha kumchoma moto kwa kutumia magunia mawili ya mkaa. Mara baada ya hukumu hiyo, wakili wa serikali mwandamizi Ashura Mzava aliomba mahakama iwapatie mabaki ya mwili wa Naomi ambayo yalitolewa kama kielelezo ili ndugu wa marehemu wakayazike mabaki hayo kwa kuwa hawakuwahi kufanya mazishi ya ndugu yao. Mabaki ya mwili wa marehemu Naomi Marijani ambaye ameacha mtoto mmoja yamezikwa katika makaburi ya familia yaliyopo katika kijiji cha Mbabua, kata ya Lembeni, wilaya ya Mwanga, mkoani Kilimanjaro. Naomi alizaliwa mnamo tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka 1983 huko mkoani Mbeya. Elimu yake ni shahada ya siasa na usimamizi wa maendeleo ya jamii kutoka Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Memorial Academy cha Kigamboni. Naomi alifanya kazi katika taasisi mbalimbali na alikuwa akijihusisha na biashara pamoja na shughuli za utafiti wa masoko. Naomi alibahatika kuolewa na mfanyabiashara huyu Hamisi Longo maarufu kwa jina la Meshaki, na walibahatika kupata mtoto mmoja wa kike. Na huo ndio mwisho wa kisa chetu cha mfanyabiashara Hamisi Longo aliyemuua mkewe kisha kumchoma moto na majivu yake kwenda kuyatupa mtoni, huku majivu mengine akiyapandia mgomba. Aliyekusimulia kisa hiki ni mimi Faraja Simkwai. Je, ni kipi ambacho umejifunza msikilizaji kutokana na kisa hiki cha Hamisi? Aliyekusogezea kisa hiki ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai.